Baadhi ya madereva magari makubwa pamoja na wananchi wale wa Songea ambao wanatumia barabara ya Songea Makambako wamesema hatua ya serikali kuanza ujenzi wa barabara hiyo unakwenda kuondoa changamoto kubwa ya ajali za mara kwa mara ambazo zimekuwa zikitokea kutokana na wembamba na ubovu wa barabara hiyo, hali inayoathiri usalama wa watumiaji pamoja na kuchelewesha shughuli za usafirishaji wa bidhaa za kiuchumi. Changamoto zilizopo kwenye hii barabara, cha kwanza mkitaka kupishana lazima mguu mmoja uwe nje ya barabara. Yaani unapokutana lori hili na jingine lazima tairi moja iwe nje ya barabara. Sasa huko unakutana na kupasua matairi, unakutana na misumari ilianguka huko, unapata pancha nini. Kwa hiyo nadhani barabara ikija ikitengenezwa ikawa pana, gari zikapishana kwa yani kama zilivyo barabara ya Iringa, kama ilivyo Iringa, itakuwa imesaidia sana. Huu mpango wa serikali tulikuwa tunasubishia kwa hamu sana. Ikiwemo barabara tunaona kutoka hadi nyembamba sana, ina mashimo mengi. Na tukishuhudia mara kwa mara ni ajali za bodaboda wakigongwa na masemi kwa sababu kwa ufinyu wa barabara hivi kwa ndo. Sawa, hata hapa kukwepea hakuna. Unakutana na mtu yuko high speed. Huku kuna bonge la hantaki. Huku kuna gari inakuja. Sasa wanafanyaje? Inabidi uliingie lile shimo. Changamoto ndio hizo tu. Mambo watengenezeo tanue, wazibe mashimo tuweze kupita vizuri. Akitoa taarifa kwa mkurugenzi wa miradi ya TANROADS, meneja wa barabara mkoa wa Ruvuma Mhandisi Saleh Juma amesema kuwa mradi huo wa barabara ya Songea Makambako unatekelezwa kwa awamu 3. Kwa sasa utekelezaji umeanza na awamu ya kwanza inahusisha ujenzi wa kilomita 116 wa kiwango cha lami unaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 158.671. Fedha hizo zinatokana na ufadhili wa Benki ya Dunia kupitia chama cha maendeleo ya kimataifa IDA. Muda wa utekelezaji wa mradi huu utakuwa miezi 24. Ambapo tarehe ya kuanza rasmi ilikuwa tarehe 14 Machi na tarehe ya awali ya kumaliza mradi huu imepangwa kuwa tarehe 13 Machi 2028. Ujenzi kama wanavyofahamu, barabara hii itajengwa kwa jumla kilomita 116, kwa maana kilomita 100 kuanzia hapa Songea mpaka Lutukila na kilomita 16 zitakuwa barabara ya mchepuko kwa maana ya Songea bypass. Mkandarasi ambaye anafanya mradi huu ni kampuni inaitwa Zhongwal Construction Group Company kutoka China, ambao watajenga mradi huu kwa gharama ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 158,671, hii kabla ya VAT. Kwa upande wake, mkurugenzi wa miradi TANROADS Mhandisi Jefferson Nko akizungumza baada ya ukaguzi wa maandalizi ya mkandarasi kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mradi huo, ametoa wito kwa mkandarasi pamoja na meneja TANROADS mkoa wa Ruvuma kuhakikisha wanasimamia vyema utekelezaji wa mradi huo ili ukamilike kwa wakati na ubora unaotakiwa. Ni wito wangu kwa consultant ni na wenzetu wa TANROADS ni kama mwajiri ni kusimamia kwa karibu sana mkandarasi, kwa sababu pamoja na kwamba tunahitaji kufanyika kwa haraka na kukamilika kwa haraka, lakini lazima tuzingatie viwango vya kazi yenyewe ambayo itafanyika. Quality ya kazi ni namba 1 katika priorities zetu. Fanyike kwa haraka lakini kwa viwango vinavyokubalika na kwa gharama inayokubalika. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wenzangu haya ambao tumekubaliana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna kazi inafanyika watamsupport mkandarasi bila kuchelewa, kwa maana ya kwamba kuhakikisha yale maombi yake hasa yanayohusiana na kuapprove ama kuidhinisha kazi, basi nao wafanye consultant afanye kwa wakati ili kuhakikisha kwamba hakuna ucheleweshaji wa namna yote. Lakini kwa upande wa TANROADS yako maeneo ambayo tunatakiwa kumsaidia mkandarasi kuhakikisha kwamba anapata yale maeneo ambayo atachukua materials yanapatikana kwa wakati, lakini yale ambayo pia yanatakiwa kufidiwa basi pia tathmini zifanyike kwa wakati na kuhakikisha kwamba fidia kwa wananchi ambao watanufaika na watakapotoa maeneo yao basi nayo ifanyike kwa haraka. Kutoka wilaya Songea mkoani Ruvuma, Newton Endenda.